kinachotupeleka kwenye uchaguzi mkuu mwezi Oktoba. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa kuwa taifa hili msingi wake ni ujamaa na kujitegemea na linajengwa zaidi na wakulima wadogo, mpango wowote wa maendeleo utakaoacha wakulima wadogo nje itakuwa ni sawa na kusaliti Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Taifa kwa mujibu wa ibara ya 9, kukisaliti Chama cha Mapinduzi na kusaliti Watanzania wengi walioajiriwa katika sekta ya kilimo. Serikali ya Chama cha Mapinduzi itaendelea kuwalinda wakulima wadogo kwa wivu mkubwa na kuwawezesha kuwa commercial farmers na kuwa wakulima wanaozalisha kwa tija ili tuweze kuondokana na umaskini. Makadirio. Kwenye maombi ya pesa, maombi ya fedha za matumizi. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wa fedha 25/26 serikali inatarajia kukusanya shilingi bilioni 12,265,370,000 kifungu 43 na fungu 5. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 8,665,370,000 zitakusanywa kutokana na ukaguzi wa mazao, kodi za majengo na uuzaji wa nyaraka za zabuni kupitia fungu 43 na kiasi cha shilingi bilioni 3,600,000 kutokana na ada za umwagiliaji na ukodishaji wa mitambo. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa mwaka wa fedha 25/26 Wizara ya Kilimo inaliomba Bunge lako tukufu liidhinishiwe jumla ya shilingi trilioni 1,242,275,075,000 kifungu 43 fungu 5 na fungu 24 kwa mchanganuo ufuatao. Fungu 43, Mheshimiwa Naibu Spika, katika kiasi cha shilingi bilioni 838,259,822,000 zinaombwa. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 702,275,933 ni kwa ajili ya kutekeleza miradi ya maendeleo, ambapo kiasi cha shilingi bilioni 424,328,000 na 13,000 ni fedha za ndani na kiasi cha shilingi bilioni 277,947,920 ni fedha za nje. Aidha, shilingi bilioni 135,983,839 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida, ambapo shilingi bilioni 81,447,000 ni kwa ajili ya mishahara na shilingi bilioni 54,336,841 ni kwa ajili ya matumizi menginayo. Fungu 5, katika mwaka wa fedha 25/26 serikali inaomba jumla ya shilingi bilioni 382,138,408,000 kati ya fedha hizo shilingi bilioni 308,721,971,000 ni fedha za maendeleo na shilingi bilioni 73,447,000 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida. Kati ya fedha za maendeleo zinazoombwa kiasi cha shilingi bilioni 259,617,401,000 ni fedha za ndani na kiasi cha shilingi bilioni 49,104,160,000 ni fedha za nje. Aidha, shilingi bilioni 73,416,447,000 ni fedha za matumizi ya kawaida zinazoombwa kiasi cha shilingi 65,148 na ni kwa ajili ya matumizi menginayo, na kiasi cha shilingi bilioni 8,267,617 ni kwa ajili ya mishahara. Fungu 24, Wizara inaomba jumla ya bilioni 22,576,845. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 21,879,669 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida na shilingi bilioni 12 ni matumizi mengineyo. Mheshimiwa Naibu Spika, hotuba hii pia inapatikana katika tovuti ya Wizara ya Kilimo. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kutoa hoja. Hoja imeungwa mkono.
Asante Mheshimiwa Waziri kwa kusoma vizuri. Hongereni sana. Waheshimiwa wabunge, kwenye hotuba hii ya Mheshimiwa Waziri kuna maeneo ambayo kutokana na muda ambayo taarifa yake yote imeingia kwenye Hansard, kuna maneno hapa nasema hatuwezi kuondoa umaskini kama hatuwezi kuwaondoa wakulima wadogo kwenye umaskini. Kwa hiyo serikali, hongera sana Mheshimiwa Waziri, serikali ina mkakati maalum wa kuwanyanyua wakulima wadogo. Mwenyekiti, Mheshimiwa Spika, awali ya yote ninapenda kutoa shukrani kwa niaba ya kamati kwa kunipa nafasi hii ili niweze kutekeleza masharti ya kanuni ya 118 kanuni ndogo moja ya kanuni ya kudumu ya Bunge toleo la Februari 2023. Mheshimiwa Spika, kwa sababu ya muda naomba taarifa yote iingie kwenye kumbukumbu za rasmi za Bunge kama ilivyowasilishwa mezani. Mheshimiwa Spika, kwa mujibu wa kanuni ya 118 kanuni ndogo ya 9 kanuni za kudumu za Bunge toleo la Februari 2023, naomba kuwasilisha taarifa ya kamati ya kudumu ya Bunge ya Viwanda, Biashara, Kilimo na Mifugo kuhusu utekelezaji wa bajeti ya Wizara ya Kilimo kwa mwaka wa fedha 2024/2025 pamoja na maoni na ushauri wa kamati kuhusu makadirio na mapato ya matumizi ya wizara kwa mwaka wa fedha 2025/2026. Mheshimiwa Spika, taarifa hii ina sehemu tatu. Sehemu ya kwanza ni utangulizi, sehemu ya pili inabainisha uchambuzi wa namna bajeti ya Wizara ya Kilimo kwa mwaka wa fedha 2023/2025 2024/2025 ilivyotekelezwa na makadirio ya mapato na matumizi ya wizara kwa mwaka wa fedha 2025/2026. Na sehemu ya tatu inahusu maoni na mapendekezo ya kamati pamoja na hitimisho. Msingi wa uchambuzi. Mheshimiwa Spika, kifungu cha 6(1)(b) kikisomwa pamoja na kifungu cha 7(1)(a) cha nyongeza ya 8 ya kanuni za kudumu za Bunge toleo la Februari 2023 kimeipa kamati ya Viwanda, Biashara, Kilimo na Mifugo jukumu la kushughulikia bajeti ya Wizara ya Kilimo. Katika kutekeleza jukumu hili, tarehe 21 na tarehe 24 Machi 2025, kamati ilichambua taarifa ya utekelezaji wa bajeti kwa mwaka wa fedha 2024/2025 na kufanya ulinganisho kuhusu makadirio ya mapato ya matumizi ya fungu 43 Wizara ya Kilimo, fungu 24 Tume ya Maendeleo ya Ushirika na fungu 5 Tume ya Taifa ya Umwagiliaji